Alright, ladies and gentlemen, brothers and sisters, hii ni Ayo TV. Kama ambavyo nilikuahidi, every week nitakuwa nakusogezea wasanii wapya ama wasanii ambao wapo kwenye game lakini wamekuja na kitu kipya. Sasa leo niko na Banye ambaye ni msanii, itakuwa umezoea kumuona lakini hajawahi kutoka officially. This is mara yake ya kwanza kutoa ngoma yake official. Banye utakuwa umekutana naye sehemu nyingi. Inawezekana pia umeshai kumsikia, umependa labda muziki wake ama labda kuna kitu ambacho ulitamani kukifahamu kutoka kwake. Leo niko naye hapa kwenye Ayo TV Entertainment. Mimi naitwa Asteria, stick around. Kwa majina nilipewa na wazazi wangu, naitwa Elias Banyenza. Elias Mgisha Banyenza. But street called me Banye from high school. Nianza kuitwa Banye na wakifupisha jina la baba yangu Banyenza. Kwa Banye mtoka kwenye Banyenza. Then ikaja underscore Labyrinth. Sasa watu wanakuwa na questions kuhusiana na Labyrinth. Labyrinth, neno rinth ni kama kiunganishi au kama ushona milango, kuna baba mshika mlango. Call like I love connecting people, I love to see people happy, I love to see people are just happy through me. Like once you smile, that's my happiness. I don't even need your money sometimes. So don't Labyrinth me talk up. Yeah, you know, like that. I guess it's a part of me. Yeah. Safari ya muziki imeanza muda mrefu, as long as I can remember, very way back. Imeanza passion, imeanza kuimba kwenye Sunday schools, from Sunday schools kaja kwenye talent shows, then nikaona tangazo moja hivi la Coca-Cola kwenye TV, alikuwa anafanya Tyrese, kama nakumbuka, it was 1996. Just some ordinary of come mbona shanga. 1996, yeah, I was kama kwenye TV nilikuwa naenda najaribu kuimba kama anavyoimba yeye. So I was trying kana mfuatilia nikamwona kwenye video ya My Way ya Asha Raymond, bado nikaja kuona Sweet Lady ya kwake ya Sondi, ndio develop paka hapo. Nikaanza kuimba I was practicing these songs sometimes, kana imba nyimbo za Asha so nini hivyo. And here I am right now. Though kwenye safari ya kwanza kuimba muziki kabisa lazima naanza kuimba sasa mwaka 2000 kama nimefanya mashindano mengi tofauti ya kuimba, so ndio maana sometimes nakuta watu labda watu wengi wananifahamu sababu wananiona once afu napotea hivyo. Ila mafanikio makubwa nimeyapata mwaka 2014. Niliingia kwenye top 6 ya kuhakikisha Tanzania, tuenda nchini Kenya, nilikuwa na wenzangu wengine 5. Tulikuwa na commentator alikuwa ni kutoka Tanzania, kwa ni Sha na AY. Tukaenda Kenya, tukakutana na Kenya, kulikuwa kuna Nameless na King Kaka, na music director kwa Eric Onaina. Kutoka Uganda kulikuwa kuna Chameleon na Maurice Kiria. Yeah, tukafanya what happened, tukarudi tena nyumbani mwaka uliofuata na 2015 nikafanya tena karaoke singing competition, ambapo tulikutana na AY tena kama sikosei. Yeah, tuenda na AY, tukaenda mpaka Nigeria, nikakutana na kina Yemi, kina BN wa South Soul, na AMI, alifanya collab na Alikiba, that's how it was. Kwa nikafanya competition kwa Steve, and now just came back home. Kwa nika lay na shughuli za kazi, unajua nafanya kazi. So nikaona this is the right time ya kuachia Brown Color. It's out. Ina kama wiki moja hivi, nashukuru naona watu wanaipenda, response nzuri na nitia moyo. I keep doing more. Kuhusiana na kusoma nimesomea sehemu nyingi tofauti, mikoa tofauti, from Kagera, nikafanya Uganda, nikaja kusoma Dar es Salaam pia. Na high school nimemalizia St. Matthew's High School, ambapo na late kidogo na muziki make nikutana na Steve R&B, nisoma naye club. Yuko darasa moja sema course tofauti au michepuo tofauti swing sawa kwa high school. Yeah, so tukutana kwenye hizi singing junctures na ananiambia you can do it, anipa moyo kwa nimeanza kumshabikia before coming to this singing competition. Ila kwa kusoma degree ya kwanza nimesomea Bachelor of Arts Mass Communication, ka specialize kwenye PR and Marketing. Nimesomea St. Augustine University. Afu ya pili niliunganisha kama niliunganisha. Nikaenda kusoma MBA in Marketing. So naweza kusema profession yangu ni imebase sana kwenye masoko na communication. If you have anything to do with communications and marketing, especially digital marketing, social media and everything, I'm right here. Just holler at me anytime. So who am I looking up to? Siwezi kwenda kwa mtu mmoja straight up kasema kwamba ni fulani, ila kwa mchango mmoja
naweza kupata kitu fulani, nikasema huyu anani inspire kwa kitu fulani. Kama napenda struggles za Diamond Platnumz, kiangalia kuanzia mpaka alipofikia sasa hivi, Vanessa, like, cause that's my dream. Like, I want to go international. I want to do international. Like, yani sitaki kufanya iwe fine, naweza kuanzia local sema na international. So what na mention ni wale ambao naona wako juu kidogo. Kuna Navi Kenzo, napenda anavyofanya, like, cause they're my buddies since day one. Tangu wanaanza ile wanaitwa nani? Wanaitwa Power One, yeah. Kabla ya kutengana nilikuwa na follow up, so ni watu ambao most of the time nikikaa wananiambia mbona kama unaweza fanya, you wasting your time hivyo. So far naweza kutaja hapo watu. Afu kuna mtu mwingine ambao kibongo zamani ali inspire, so I don't know what happened, but he's still the best artist to me. Anaitwa Nureli. Kama you notice Nureli, anaendelea kuimba ni kama anaimba kama Steve R&B, anaimba kama Ben Paul. Yule Nureli yote yule pale. So like, yeah, it's one of them I can say. Nilienda kwenye BSS, nimefanya kama mara 2 mara 3 if you noticed. Okay, nilienda kwenye BSS. Ya kwanza nakusema like it wasn't wow. Siwezi kusema kwamba swini. Nasema yani I was being like I was dope because kwa tumeka anje tunaimba. Tena nakumbuka nilikuwa naimba wimbo gani, Do You and Neo. Tulikuwa tumekaa duara na watu. Peter Msechu there. Ndio mara kwanza kutana Peter Msechu. Akatana around akanambia nice. He didn't know what he did. Somehow yani it make me feel good. I was like, yeah, I can do this. Kufanya vizuri ile pale. Yeah, miaka imeenda tena nikaenda mara ya pili. Niona mara ya pili kuna mtu siwezi kumsema. Akaja kuniambia kwamba like you are not looking for guys like you. So this is not your path at all. Umeelewa? So from there nikasema okay, poa. Afu sio atakumbuka vizuri. Kuna kipindi kuna club moja hivi na nilikuwa naenda kufanya karaoke. Nilikuwa naimba wimbo mmoja, nilikuwa na Mariam Thess, nakumbuka market is like my singing partner kwenye karaoke, Madam Rita. Ndo akamfuata akamwambia market sipenda nikiona sipenda kuonekana mbele ya watu na kuwa najificha. Akamfuata akamwambia who is singing, akamwambia yule pale, like who's that guy, akana niulizia sasa. Ndio nikaenda kukutana naye. What's up? Like you should come for the BSS. Like how many times mama? She was like, oh, you're not looking for guys like you though. You're good. Like thank you. Like kana nipa moyo. So it's a cool competition, naweza kusema changes ambazo zinaweza kufanyika kwenye BSS, naweza kusema kusuggest, naweza kusema kumake follow up na washindi. Yaani mtu akishinda pale uje money haina thamani. Sawa? Mimi ningekuwa na machaguzi yangu singechagulia nipe hela kama ningeshinda. Give me management, nipe promotion, nisimamie kwenye kazi zangu za muziki, make sure natoka hapo kwenda sehemu nyingine. That's worth it. It's worth it more than money. That's what I can say. So nadhani hii hapo they are good. Kuna hapo washindi wengi au washindi wa pili wengi. Nitakulea mfano kama American Idols, sio kama nita mention sana. Kuna mtu anaitwa Elliot Yamin. It's good. It's very good. Alikuwa si wa 5 si wa 4 akufikia finals, but trust me, perform vizuri kuliko hata mshindi mwenyewe. So ambacho naweza kuwashauri ni kuchukua wale watu ambao wanaona kabisa wana vipaji kabla top 5 yao. Wana encourage, wanapa management of their studio, like any proper management ya muziki. That's how like ongeza hata kuinspire watu wengine. Mtu akiona like ametoka kwenye BSS akafanya kitu fulani, anakuwa inspired kuja kwenye competition. Uhusiano before coming in uko hapo, anaweza kusema watu wengi wale kwenye mainstream, yani tuseme kama si kwa bahati mbaya si nzuri, yani niliona before kuwepo wakubwa kama wanavyowaona. Sawa, sema I guess it's our culture, we don't support each other, we don't at all. Yani kwamba tunasupport kwa vitu vya kipuuzi, anaweza kusema if it's wale mtu katoa wimbo wake labda yani you feel like it's dope, like this is my song, ngoja nimpush mshikaji. Hicho ndio hatuna peke yake, but so far so vitu vingine poa, sema kwenye support vitu serious ya hip hop kabisa. Kwa mimi ninavyofahamu, mtu mpaka you make it international, you have your people lazima wakuelewe, wakusupport, they have to push you, na wewe mwenyewe ndo you do the other, like kwa sababu your people wanafanya like I don't know how many percent, na wewe mwenyewe uzifanye. You can't just make it international kama watu wako nyuma yako hawakupush. Unaelewa? Tunaye Diamond, tunaye Likiba, tunaye Vanessa, wanao fan base hapa ndio wamefanyaje, wamefika. Muziki unaofanya wewe, unaona uta make it out here?
Alright, kuhusiana na kwenda international kwamba you need to have a backup from hapa nyumbani, it makes a lot of sense. Ila ujue kila mtu kuna group ya watu ambao wanawasaw, right? Sindio? It doesn't matter mziki wa aina gani unaofanya. Ila si nitaelezea sahihi. Okay, I've been to South Africa, right? They don't play, I took in the club, don't play mziki mwingi sana suwa Marekani, they don't play mziki mwingi sana wa Nigeria, wanapiga wa kwao tu. It's either house, kama so house watafanya kwaito, how hip hop ndio kwenye mainstream sasa hivi. Same way ukienda kama Nigeria, they play their music. Kwa sisi media zetu nisemeje, tuna play sana mziki wa kwao wa nje, afu tunaamini kwamba ndo wanatupangia mziki gani tufanye. Umeelewa? Ngoja nieleze challenges uzipata kabla kufanya maamuzi ya kuachia Brown Color. Napenda kusisitiza sana ushauri wa watu. Some takisema mbele like now afiki yangu haitakupa mileage kubwa, yani unaimba R&B si imekaa kivipi mwanangu, fanya kama fulani. Okay fine, naweza kwa perception yangu sijui kama ndo sahihi. Kuna Mr Easy, right? Kuna techno style yao wanaifanya, wamefanya kuwaaminisha watu wengi kwamba ukifanya vile lazima utatusua. Sema mimi kitu ambacho kuna disappoint ni kwa ukisikiza radio kuanzia asubuhi mpaka jioni, they sound the same, like yani unasikia ina muziki ule. I'm like, what's up with this? Like maybe nikifanya kitu tofauti naweza kufanya kitu tofauti. So like me, I don't know, I do love R&B sana, na hata kama nikiama siwezi koma to kwenye R&B kwenda kwenye muziki mwingine. Najua swali lako liko panaelekea kwamba like I should switch kulingana na soko linataka nini, ndio? But I believe kama media ikisema inawapa support watu wa R&B, wanafanya muziki wa R&B wakapa airtime ya kutosha, na haka tutafika, tunaweza kufika tunapotakiwa kwenda. Uwezi kuniambia sio kwa compare, uwezi kuniambia Vanessa ni mkubwa sana kuliko Beyonce. Sio sawa. Uwezi kuambia labda Neo na labda Diamond Platnumz ni mkubwa sana kuliko labda Neo, ndio? Lakini huyu anaimba ina muziki fulani, anaimba muziki fulani. What disappoints me more, kwa nini Tanzania kimba wimbo kama slow fulani hivi? Okay fine, unafahamu All of Me ya who's this guy, John Legend, right? Kwa nini kila mtu kwa fan of John Legend, like All of Me, kila mtu anaimba All of Me, ndio? Lakini Mbongo akitokea kaimba style hiyo pale, like nah, this is work, huwezi kutoboa kwa style hiyo, kila mtu anataka kucheza. Kwa nahisi media inaweza kuchangia kukuza kwa ndani, upate mashabiki wengi ambao watakuwezesha kwenda international. That's what I can say when I talk about Brown Color. Brown Color ni it's kind of like connected na mimi kidogo, sio sana. Sema napenda kuimba vitu ambavyo labda vimeshia kunikuta kwa namna moja au nyingine. Japokuwa imba aliandika Hemedi PhD, sawa? Aliandika Hemedi PhD, nikaenda kufanya production kwa Manek ambaye shikiana na AIM Records, ifanya na Bob Manek, nafikiri walicompose wote. Then yeah, lakini Brown kama Brown as a song, Brown kama Brown sijaongelea skin color ya mwanamke. Najua watu wengi wana perception hiyo. Nimeingia more kwenye psychology. Kwenye psychology ya rangi ya brown inamaanisha somebody is down to earth, somebody is real, somebody you can trust. Like unampa kitu chako, naamini ashim like umeweka mwanamke ndani au mwanamke ndani, unaamini kwamba huyu la, yani kimwacha chini anaweza kufanya, nikiwa nafanya mishimishi zangu ingidela like to, and we can get something out of that money na ipeleka pale home. Umeelewa? Somebody is real, yani adanganyi. Umeelewa? Sasa yani mtu akipo vile afu aka switch akatana to be somebody else au akaenda kwa mtu mwingine. I know you've been to a relationship, so like unaelewa breakups zinavyokuwa nini. So it's all about that. Imezungukia hapo tu Brown Color. Kwa hiyo nilikuwa namwambia msichana ambaye she used to be good like this, then akabadilika akaenda kwa mtu mwingine. So ndo nilikuwa namwambia like I miss you, I wish you come back. Yeah, like you miss somebody. I'm like yeah, and what makes you change to this? Like I wish ungeleko po hivi, and I wish you come back. And the main concept nimezungukia hapo basi. Hello AyoTV, jina langu ni Banya Lawrence, ni msanii mpya wa R&B, muziki wa R&B kutoka Tanzania.
niko naomba sana support yenu. Najua umeona hii sura sehemu tofauti kama tumesoma wote sehemu yote ambayo najua kama tushikutana kwenye sing competition yoyote ile, my mother, my dad, my sister, my brother, everybody out there, naombeni sana support yenu. Sitaweza kufika hata kama una sauti unaimba si kama malaika, msiponishika mkono nyie siwezi kufika sehemu yote. I want to go international. I want everybody to know about my song and what I do, like my everything that I do. Napenda sana muziki. Kwa mna unifahamu mnajua how much I love music and how much like I'm not a give up person, like I can struggle for something that I want. So this is what I want to do. Brown Color is my first song. Naombeni msupporti. Wapo tupata wimbo wangu unaweza kupata kwenye mikito.com, kuna wasafi.com as well. Nafikiri wiki baadaye unaweza kupata kwenye Mdundo Kenya. Nashukuru Mungu wimbo wangu umeshaanza kusambaa, kama sasa hivi unapiga Rwanda na some other places. Natamani ni sambae kwenda mpaka kote duniani watu wafahamu Brown Color. Lakini utamfahamu vipi? Ni kutoka kwako wewe hapo unanitazama sasa hivi. So I'm nothing without you. Please, naomba support kazi yangu. I'm a huge fan of Keshpanyo Vest. Y'all all know he was here like 2 days ago. My voice is gone. Sema, don't judge for whatever I'm going to sing. Sema, I might sing for you guys. Naomba mpokee sauti yangu hivyo kama ilivyo. So I'm going to break it a little bit. Kwa sababu mpenzi umeamua kwenda kwingine, kwa sababu lazizi umechagua penzi jingine. But I miss you, Brown Color, Brown Color. I miss you, beauty, Brown Color, Brown Color. Thank you. And I'm sorry for my voice, but yeah, I promise mtanisikia vizuri siku nyingine na siku nyingine. Nashukuru sana. Wapi unaweza kumpata Banye? Banye unaweza kumpata kwenye social media tofauti. Natumia Banye_Lawrence and BANYE_Lawrence. Natumia jina hilo kwenye Instagram, kwenye Twitter na kwenye Snapchat. Lakini kwenye Facebook unaweza kupata Banye Lawrence ina space katikati. So go there, support my music. Kuna link kwenye bio yangu pale, watch the video. Like, thank you.